Vita iliyobeba hatima yako usiikimbie, kabiliana nayo. Kuna vita nyingine ukiikimbia manake umekimbia we kuwa mkubwa. Kuna vita nyingine ukiikimbia manake umekimbia kuinuliwa. Kuna watu wengine inabidi watupige vita ili tuweze kusimama imara. Kuna watu wengine inabidi turuhusu tuwainuke, waseme wanavyosema. Hii inapima uwezo wetu wa kuweza kumudu na kustahimili mambo. Kuna wakati uzokuwa unapigwa vita alafu ni kama usikii, ni kama uelewe kinachoendelea. Hii itaonyesha namna ambavyo umekuwa imara na namna ambavyo umelelewa katika malezi ya kustahimili mambo makubwa. Jifunze kuyapokea mambo magumu katika namna nyepesi. Kadri utakapoweka reaction katika kila jambo linalokuja kwenye maisha yako, ndivyo utakavyokuwa unajitengenezea urahisi na wepesi wa kupigwa na mambo madogo madogo. Kadri utakavyoonyesha ukakamavu katika mambo ambayo katika hali ya kawaida mtu angeanguka au mtu angeshindwa kustahimili, ndivyo utakavyoaminiwa na Mungu kukaa katika mambo makubwa. Sio kila vita ni ya kuikimbia. Nyingine ni ya kusimama na kufunika macho na masikio, kufumba, alafu kuendelea kusonga mbele. Kuna mambo mengine unayaona kabisa kwamba ni ya kwako, alafu unayazuia yasiumize moyo wako. Kuna mambo mengine unajua kabisa hawa na hawa wameinuka wananipiga vita, wanainuka wananisema hivi na hivi na hivi, katika jambo ambalo ni la ukweli, katika jambo ambalo sijalifanya, katika jambo ambalo mimi nina haki. Alafu unasema Mungu nakushukuru kwa sababu kama ninasemwa manake mimi ninaishi, mimi niko hai, alafu mimi kuna mahali ninaenda. Mtu ambaye hasemwi wala apigwi vita ni mtu ambaye hana ndoto ya kufikia mahali fulani. Kuna wakati tunahitaji maadui ili kutusaidia kufikia ndoto zetu. Kuna wakati tunahitaji maadui ili kutufanya tusibweteke. Hata katika biashara, unapokuwa unafanya biashara peke yako tu, unaona kama mimi ninaweza kila kitu na kiburi kinainuka. Lakini unapoona kuna wapinzani wanainuka, wakati mwingine wanaweza kaonekana wapinzani ni wa kuwakemea na kuwavunja. Kuna wakati wapinzani acha wawepo, alafu wewe simama vizuri kwenye nafasi yako ili ijulikane kwamba Mungu yupo, ili ijulikane kwamba Mungu anaweza. Nataka nikwambia kwamba kuna vita za kukimbia. Kuna vita ambazo inabidi unyamaze kimya. Kunyamaza kimya haina maana ya kwamba wewe ni dhaifu. Kunyamaza kimya haina maana ya kwamba hujui kuongea au hujui kupambana. Unajua, lakini kwa sababu unataka uyalinde maono yako, unataka uilinde kesho yako. Kwa hiyo kuna namna inabidi ujizuie. Kuna namna inabidi uzuie mdomo wako, ulinde mdomo wako ili uweze kuishi vizuri kesho yako. Wakati mwingine kimya sio udhaifu. Kunyamaza kimya haina maana kwamba wewe hujui au hauna elimu au hauna uzoefu au hauna utaalamu. Unaiangalia kesho yako. Wakati mwingine kujidhibiti katika hasira na ile hali ya kujizuia haina maana kwamba huwezi kupambana. Unaweza, lakini unaijua kesho yako. Unailinda kesho yako kwa kunyamaza kimya. Unailinda kesho yako kwa kuomba. Unailinda kesho yako kwa kuangalia mawimbi yanavyoinuka juu yako, alafu unasimama imara. Unasimama imara, usiyumbishwe kwa maneno na kwa upepo. Wakati mwingine upepo unapokuwa unahamisha bendera ndio kuchangamka kwake. Ruhusu tu hiyo vita iendelee, ruhusu tu hayo mambo yaendelee, alafu huku ukimtumaini Mungu. Kuna aina ya vita zingine sio za kwetu, ni vile Mungu tuliokuwa naye, kile tulichokibeba ndicho kinafanya watu wapapalike, watu wahangaike, watu wapambane namna kutushusha, namna kutuangusha. Wakati mwingine wakatengeneza makundi kwa makundi, wakaandaa watu, wakaandaa mabaraza, wakaandaa magrupu ili waweze kuturudisha nyuma. Kama ni kitu alichoweka Mungu ndani yako, hakuna anayeweza kukuangusha hapo, kwa sababu ili wewe uangushe inabidi wamwangushe Mungu wako. Ili wewe uanguke inabidi Mungu aliye ndani yako aanguke, na wewe usikubali Mungu aliye ndani yako aanguke. Muimarishe Mungu aliye ndani yako kila siku, muinue Mungu aliye ndani yako kila siku. Unapambana huku kimtegemea Mungu. Unamuuliza Mungu, hii vita ni vita namna gani? Ni ya rohoni, ya mwilini au ya kuniinua? Kama Mungu amekwambia kukuinua, usiogope. Acha waseme, acha tu wazungumze, ndio kuinuliwa kwako. Kuna watu ambao mnanisikia, wengine ni watu maarufu, mna peji za kwenye mitandao, unaweza ukaweka kitu fulani watu wakakushambulia, watu wakakuinukia. Ukomavu wa kuinuliwa ni kustahimili yale yote, alafu bila kuongea, bila kulipiza kisasi, bila kusema hivi na hivi na hivi. Wakati mwingine huwezi kujielezea sana. Hata kujielezea, hata ungejielezea namna gani, kama mtu sio kuelewa, hawezi kukuelewa. Hata ungesema nataka nijielezee, nipe nafasi ya kujielezea, nijielezee. Kuna mambo mengine Mungu mwenyewe anatutetea, Mungu mwenyewe anatupigania. Nataka nikutie moyo, vita yako inaweza ikawa ina ufalme wako, ina umalikia wako, ina ukuu wako. Nyingine pambana, nyingine nyamaza, nyingine mwachie Mungu. Mungu atakusaidia. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ubarikiwe, uwe na wakati mzuri.